واخبر انه يحب ان يرد الله عز وجل عليه شعره. mmoja alikuwa ni mtu mwenye upaa, hana nywele, akampa habari kuwa yeye anapenda Allah amrejeshee nywele. Famasahahu almalak, malaika akampangusa kichwani mwake, sababu alikuja malaika katika sura ya binadamu. Kisa malaika yule akampangusa kichwani mwake. Faradda Allahu alayhi sha'ra, Allah akamrejeshea nywele zake, akaota nywele safi. Fa'utiya sha'ran hasana, akapewa nywele zilizokuwa nzuri. Kwa hiyo Sheikh Uthaymeen ameongeza kitu kingine kwamba kuonesha kufaa kwa jambo hilo. Haya yamekuja katika fatawa ulamai albalad alharam. واضح؟ طيب kwa hiyo mpaka hapo muda umetuacha. kuhusiana ziraatul asnan, kupandikiza meno, la haraja fi ziraati sinni almasnu', hakuna ubaya kupandikiza jino lingine, kupandikiza jino. Sheikh Uthaymeen aliulizwa hali yajuzu istimalu al-asnan as-sinaiya, je, inafaa kutumia meno bandia fil fami, katika kinywa chako, inda suqut al-asnan at-tabi'iyya, wakati itakapokuwa yamedondoka meno ya kimaumbile ambayo ulizaliwa nayo, wadhālika lilhajati laha, na hili kwa sababu ya kuhitajia hilo hayo meno. Fa ajaba yajuz, kama inajuzu lilinsani, kwa mwanadamu, idha saqatat asnanuhu, yatakapodondoka meno yake, an yasta'idha anha bi asnanin ukhra sinaiya, akaweka meno mengine yaliyobandia, lianna dhalika min izalati al-aib, kwa sababu kitendo hicho ni katika kuondosha nini, aibu. Kama adhana ar-rasul sallama li ahadi as-sahaba, kama ambavyo aliidhinisha Mtume sallama kumuidhinishia sahaba mmoja, alladhi inqata'a anfu, ambaye pua yake likatika, an yattakhidha anfan min fidda, aitengenezee pua ya fedha, madini ya fedha, kama aliomba idhini ya sahaba. Faadhana Mtume sallama, faadhana, akampa idhini ya kufanya hivyo, an yattakhidha anfan min dhahab, alitengenezee pua ya dhahabu. Fattakhadha anfan min dhahab, kweli akajitengenezea pua ya dhahabu, akaweka kwenye pua yake. Kadhalika al-asnan idha saqatat fal-insan, vile vile meno itakapokuwa imedondoka, anaruhusiwa mtu an yadha badalaha asnanan sinaiya, kuweka badala yake meno ya nini, ya bandia. Wala haraja alayhi fi dhalik, hakuna ubaya juu yake katika hilo, kama ilivyokuja katika fatawa Nur ala ad-Durab. wazi? Kwa hiyo mpaka hapo tunajifundisha kuwa almar'atu salafiyya, mwanamke wa kisalafi, almar'atu salafiyya, mwanamke wa kisalaf, تفعل عملية التجميل لإزالة عيب لا لتحسين المظهر. المرأة السلفية
تفعل عملية التجميل لإزالة عيب لا لتحسين المظهر. mwanamke wa kisalafi anafanya operation ya urembo liizalati aibin, kwa ajili ya kuondosha aibu iliyo ndani ya mwili wake, la litahsini almadhhari, na si kwa ajili ya kupendezesha muonekano wake. المرأة السلفية تفعل عملية التجميل. mwanamke wa kisalafi anafanya operation ya urembo liizalati aibin, kwa ajili ya kuondosha aibu ambayo inachafua maumbile yake ya wanawake, la litahsini almadhhar, na si kwa ajili ya kupendezesha muonekano wake. na dalili ya hilo ni hadithi ya Arfajah bin As'ad radiyallahu anhu, anasema quti'a anfuhu yawm al-kullab, ilikatwa pua yake katika siku ya vita vya al-kullab. fattakhadha anfan min waraqin, quti'a anfuhu yawma al-kullab, pua yake ilikatwa siku ya vita vya al-kullab. fattakhadha, nasimulia sahaba, fattakhadha anfan min waraqin, akajitengenezea pua ya madini ya fedha. faantana alayhi, kaanza kutoa harufu ile pua. faamarahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume Allah kamwamrisha sahaba huyo, fattakhadha anfan min dhahabin, basi akajitengenezea pua nyingine kutokana na dhahabu, akamwamuru aweke pua ya dhahabu. rawahu Abu Dauda. Kwa hiyo mwanamke wa kisalafi kwa mujibu wa hadithi hiyo anafanya amaliyatu tajmil liizalati al-aib, kwa ajili ya kuondosha aibu, anafanya operation kwa ajili ya kuondosha aibu, la li tahsini al-madhhar, na si kwa ajili ya kupendezesha nini muonekano wake. Kwa hiyo pua yake ikiwa ina aibu fulani, anakwenda kufanya operation kwa ajili ya kuondosha hiyo aibu. Au meno yake yakiwa na dosari, anakwenda kulifanya operation ya jino. Au nywele zake zikiwa na aibu, anaondosha hiyo aibu, kama na upana anaondosha. Au akiwa ni mwenye unene uliopitiliza, anakwenda kufanya hayo matibabu. Wala haendi kufanya operation kwa ajili ya kuongeza makalio, wala haendi kufanya operation kwa ajili ya kudogesha pua yake ambayo ilikuwa ni kubwa kidogo, ambayo haina tatizo, wala haendi kufanya operation ya matiti yake ili yawe makubwa au yawe madogo, wala haendi kufanya operation kwa ajili ya mashavu yake. Hadhihi almar'atu as-salafiyya, huyu ndio mwanamke wa kisalafi. Mnaelewa mpaka hapo? Tayib, tushilizie hapo kwa sasa. barakallahu fik wa nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yuthabbitaki ala as-sunnah ila an talqa rabbak.